Hujambo na karibu katika simulizi hii fupi, simulizi inayokwenda kwa jina la Mama Lishe Mchawi. Mimi ni Amani Leonard, hapa ni himaya ya kusisimua, usiache kusubscribe. 0785082315. Karibu tusikilize mkasa huu wa kusisimua. Hapa ni himaya ya kusisimua. Karibu tuanze mpaka tumalize. Mama Zamda, Mama Zamda, Mama Zamda. Asubuhi Mama Zamda, mchana Mama Zamda. Kama umenichoka bora uniambie. Haiwezekani na kupikia chakula lakini unakiacha unaenda kula mgahawani, tena kila siku mgahawa wa Mama Zamda. Nimechoka mimi mume wangu. Kama utitaki nirudishe kwetu Baba Yusra, nimechoka. Huu ulikuwa ni ugomvi wa wanandoa fulani ambao si mara ya kwanza kugombana kutokana na mwanamke huyo kulalamika tabia ya mumewe kuacha chakula anachompikia na kwenda kula kwenye mgahawa wa Mama Zamda. Palikuwa na mamalishe mmoja aliyefahamika kama Mama Zamda. Mamalishe huyu au mama ntilie kwa lugha nyepesi ya mtaani alikuwa akiendesha biashara hiyo ya kupika chakula pembezoni kidogo mwa stendi ya mabasi ya mkoa mmoja hivi wa Pwani. Kibanda chake hakikuwa kikubwa, la hasha. Meza tatu za plastiki, sufuria zilizochoka na mwanga hafifu wa taa ya kibatari majira ya usiku. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kilikuwa kinawafanya watu wengi sana kujazana pale kila siku, wakati mwingine kuweza kugombea hata sahani za chakula pia. Ndiyo, kilikuwa ni chakula cha mama ntilie huyo. Chakula chake kilikuwa ni kitamu kupita maelezo. Yupo mtu mmoja aliwahi kunukuliwa akisema, kama ukila pale kwa Mama Zamda mara moja, basi huwezi tena kula sehemu nyingine, na hiyo ilikuwa ni kweli kabisa. Katika eneo hilo la stendi palikuwa na migahawa mingi sana ya vyakula, lakini ili migahawa hiyo iweze kuuza vyakula vyao, ilikuwa ni lazima Mama Zamda amalize chakula chake kwanza au asifungue kabisa siku hiyo. Madereva wa maroli wapo waliokuwa wakibadili mpaka ruti ya safari zao ili waweze kupita tu kwa Mama Zamda waweze kupata chakula kabla hawajaendelea na safari zao. Kusikia wanafunzi wakiiba fedha ili kwenda kula kwa Mama Zamda ilikuwa ni jambo la kawaida kabisa. Harufu ya chakula chake iliwafanya wengi sana watamani kupambazuke haraka ili wapate kuisikia harufu tu ya chakula hicho cha Mama Zamda. Oya Gideoni, mchana huu njaa inaninyoosha kweli kweli, lakini nimeweka oda pale kwa Mama Zamda. Sijui kama nitapata chakula, maana kuna foleni moja ya hatari sana. Yalikuwa ni mazungumzo ya marafiki wawili, Rajabu pamoja na Gideoni, ambao hawa walikuwa ni madereva wa bodaboda, na muda huo walikuwa wameralia bodaboda zao wakisubiri abiria huku wakipiga stori za hapa na pale. Kumbe na wewe umeweka oda kwa Mama Zamda? Alioji hivyo Gideoni baada ya kusikia Rajabu ameweka oda kwa Mama Zamda, na Rajabu akajibu, ndiyo. Alijibu Rajabu na Gideon akaendelea, yaani Mama Zamda anawathamini sana wale madereva wa bajaji, wakati sisi ndio watu wake wa karibu sana. Mimi mwenyewe nimeweka oda, nilimpigia simu asubuhi, nilimwambia niwekee sahani moja ya mchana, lakini hajaweka kabisa. Aliongea Gideoni, lakini alionekana kuongea kwa uchungu sana baada ya kukosa chakula hiko kwa Mama Zamda. Lakini yule anauzaga mpaka usiku, tutakula tu mbona? Aliongea Rajabu akijaribu kumfariji rafiki yake Gideoni, na wawili hawa wakawa wanasubiri usiku ufike ili waweze kupata chakula kwa Mama Zamda. Unaenda wapi? Unaenda wapi saa hizi wewe Baba Yusra? Tayari yalikuwa yamekwisha hitimu majira ya usiku, na hii ilikuwa ni sauti ya Mama Yusra, yule ambaye si mara ya kwanza kugombana na mume wake kuhusu kukataa kula chakula cha nyumbani na kwenda kula mgahawani kwa Mama Zamda. Mke wangu,
nimepigiwa simu na rafiki yangu Gideoni, yule dereva wa bodaboda, ameniambia niende, ana mazungumzo na mimi. Aliongea baba Yusra, lakini mama Yusra bado hakutaka kuelewa kabisa. Alijua tabia ya mume wake kuongopa tu ili aweze kupata nafasi ya kutoka na kwenda kula kwa mama Zamda. Aha, Gideoni kakupigia simu eh? Basi sawa, haina shida, lakini kula kwanza hiki chakula ndio uende kwa huyo Gideoni. Aliongea mama Yusra huku akielekea jikoni kuandaa chakula ili amtengee mumewe, lakini baba Yusra alipomuona mke wake ametoka kuelekea jikoni, aliweza kutumia nafasi hiyo kumkimbia mkewe na kuweza kuelekea kwa rafiki yake Gideoni, yule dereva wa bodaboda. Lakini hata huyo Gideoni alikuwa na ratiba ya kwenda kula kwa mama Zamda muda huo, yeye na rafiki yake Rajabu. Kwa hivyo bila shaka baba Yusra naye alikuwa katika ratiba hiyo hiyo vile vile kwenda kula kwa mama Zamda, maana Rajabu, Gideoni pamoja na baba Yusra hawa ni marafiki watatu wakubwa sana. Ni kweli kabisa. Basi walikutana watatu hawa majira hayo ya saa 2 usiku ili kuweza kuelekea kwa mama Zamda, lakini walipofika leo walikuta kuna fujo kidogo. Ndiyo, kulikuwa na mtafaruku kidogo. Nimeweka hapa sahani yangu ya chakula, nilikuwa nimebakisha kama vijiko viwili hivi. Nimeenda uani, narudi nakuta kuna mtu kala. Nani amekula chakula changu? Tumeanza kuzoeana siku hizi eh? Siku hiyo kwa mama Zamda kulikuwa na mtafaruku. Ndiyo, ni baba Haruna. Baba Haruna huyu alikuwa ni fundi cherehani. Alikuwa akilalamika hivyo baada ya kuchukuliwa chakula chake na mtu ambaye hakuweza kumtambua kabisa. Hii ni baada ya yeye kutoka kwa dharura na kuelekea uani. Na wewe si ungemaliza kwanza ndo ukanye? Mbona unataka kusumbua watu hapa? Alijibu hivyo mama Zamda, mmiliki wa mgahawa huo, na kufanya watu waliokuwa wanakula katika eneo hilo waanze kuangua vicheko. Vicheko viliweza kuendelea eneo hilo, lakini Gideoni, rafiki wa Rajabu, yeye alionekana kucheka sana, kitu ambacho baba Haruna kilimuumiza mno. Alijikuta akiinuka baba Haruna na kuweza kumvaa Gideoni mwilini mwake, na hapo wakajikuta wanaanza kushikana mashati wawili hawa. He, we baba vipi wewe? Sasa mtu asicheke, hebu niachie bwana, aliongea Gideoni, lakini baba Haruna aliendelea kurusha ngumi nyingi sana, na hapo ikabidi Gideoni asikae kinyonge, na yeye alianza kujibu mapigo, hivyo wakajikuta wanaanzisha vurugu kubwa zaidi. Wakati tukio hilo linatokea, mama Zamda alikuwa anawatizama tu wawili hao, wala akuwasihi waache ugomvi, ila hali alijua fika hilo ni eneo lake la biashara. Yeye aliwaacha tu waendelee kupigana. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni baba Yusra na Rajabu. Wao walipojaribu kwenda kugombelezea ugomvi huo, mama Zamda aliongea jambo. Waache wagombane, hawa wagombani chakula, wanagombania kilichowekwa ndani ya chakula. Hakuna aliyeelewa msamiati huo, na muda huo tayari watu waliokuwepo pembeni waliweza kuwasuluhisha Gideoni pamoja na baba Haruna ili wasiendelee kugombana, na ugomvi huo ukawa umepoa kabisa, na hapo yalikuwa yamebaki maneno tu ya kurushiana wawili hawa. Maneno yalikuwa makali sana, lakini watu waliendelea kutawanyika. Ugomvi huu haukumalizika hivi hivi. Ndiyo, ugomvi huu ulikuwa umeweza kusababisha mpaka damu kumwagika katika eneo hilo. Damu iliweza kutapakaa katika eneo hilo kutokana na ugomvi huo ulioweza kuibuka mahali hapo. Watu waliendelea kuondoka na hatimaye waliisha wote, akaweza kubaki mama Zamda peke yake huku akiwatizama wateja hao wanaondoka. Kisha mama Zamda akaweza kutema mate chini na kujisemea, hawa washenzi hawajui siri ya chakula kizuri sio chumvi bali ni sadaka watazitoa sana. Aliongea hivyo mama Zamda, kisha akaachia sojo kali sana kabla ya kusogelea eneo hilo ambalo damu za watu wale waliokuwa wakipigana zilizokuwepo. Kisha akachota mchanga wa eneo hilo wenye damu,
na kuweza kuufunga mchanga huo kwenye fundo dogo katika kanga yake aliyoivaa. Kisha nyakati hizo akaamua kufunga banda lake hilo. Hakuwa na nyumba mama Zamda, yeye alikuwa analala humo humo bandani kwake usiku huo. Na siku hiyo, baada ya kuchukua mchanga huo wa damu iliyomwagika baada ya ugomvi huo, alikuwa na kazi ya ziada kidogo. Usiku ulizidi kuwa mkubwa, na siku hiyo baba Yusra alipofika nyumbani kwa mkewe, siku hiyo aliweza kula chakula cha nyumbani baada ya kukosa chakula kule kwa mama Zamda. Hivi mume wangu, mama Zamda akakupa nini wewe? Aliongea mama Yusra kwa uchungu sana, na swala hili likamfanya mama huyu akose usingizi kabisa siku hiyo. Baba Yusra hakujibu kitu, alienda zake kuoga kisha kuingia kulala mapema kabisa, na muda huo tayari masaa yalikuwa yanakimbilia majira ya saa 4 hivi za usiku. Lakini kutokana na kuwa mama Yusra alikuwa na wivu pamoja na hasira, alijikuta akibeba mafuta ya kiberiti muda huo huo, na lengo lake lilikuwa ni kwenda kutia moto kabisa banda la mama Zamda, kwa maana alikuwa na uchungu pamoja na hasira sana kutokana na vitendo anavyovionyesha mume wake. Huyu mama anataka kunichukulia mume, sasa ngoja hapa, nisipokuwa makini nitapoteza kila kitu. Anijui, subiri, shenzi huyo. Alizungumza hivyo mama Yusra, na aliweza kusubiri mpaka majira ya saa 5 za usiku. Hapo akatoka hadi maeneo ya banda la mama Zamda. Hakukuwa mbali sana na nyumbani kwake, na muda huo palikuwa pametulia sana eneo hilo la stendi. Ni magari machache tu ndo yalikuwa yanatoka katika kituo hiko, na hata hivyo usafiri ulikuwa hakuna kabisa siku hiyo. Aliweza kufika hadi eneo hilo, akakuta bandani hapo pamefungwa, na muda huo hakukuwa na mtu yoyote eneo hilo. Hapo akaona hiyo ndiyo fursa pekee ya kuteketeza kabisa kibanda hiko. Lakini kabla hajaamua jambo lolote, mama Yusra alihisi kitu. Ndiyo, kuna vitu vilikuwa vinakoroma ndani humo kwenye hilo banda. Hivyo aliamua kutulia na kuchungulia kidogo ili aone kuna nini ndani ya banda hilo, na kwa kuwa kulikuwa na mwanga hafifu wa kibatali, aliweza kuona kitu. Ndiyo, kuna vitu aliviona mama Yusra. Aliguna mama Yusra baada ya kusikia sauti za paka wakifoka ndani ya banda hilo, na alipotizama vizuri, aliona kuna mtu yuko uchi kabisa, uchi kama alivyozaliwa. Alikuwa anakata kichwa cha paka huyo kwa kukivuta na meno hadi paka huyo akanyofoka kichwa chake na kuweza kufa papo hapo. Na hakuwa paka mmoja, walikuwa ni paka wengi sana waliokuwa wamekatwa vichwa ndani ya banda hilo na mtu huyo aliyekuwa uchi kwa wakati huo. Damu zilikuwa zimetapakaa ndani ya banda hilo, na mama huyo hakuwa mwingine, alikuwa ni mama Zamda, mmiliki wa banda hilo lililokuwa jirani kabisa na stendi hiyo ya magari. Chakula kizuri huvutia puani, bali hiki changu huvutia mpaka roho zao. Alikuwa akiongea hivyo mama Zamda, na hapo akaanza kukamua damu za paka hao kwenye sufuria moja lililokuwa linachemka jikoni hapo. Tena sufuria hilo lilikuwa linatokota haswa, na ilikuwa haijulikani ni vitu gani vingine vya ziada alikuwa anavipika ndani ya sufuria hilo. Basi hapo mama Yusra alishindwa kuvumilia kabisa. Aliweza kutoka mbio eneo hilo, na aliweza kurudi nyumbani kwake akiwa anatetemeka kwa hofu sana. Na alipofika nyumbani kwake, akaingia mpaka chumbani kwake, akafunga mlango haraka sana, na aliweza kujirusha kitandani akajifunika na shuka lake mwili mzima, huku akitetemeka kwa hofu sana. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, nini kile? Alikuwa akijisemea mama Yusra, kisha taratibu akamgeukia mume wake ambaye alikuwa anakoroma tu muda huo, wala hana habari kabisa. We Bi Shadia, umeamkaje mwenzangu? Ilikuwa kumekwisha pambazuka. Mama mmoja aliyekuwa amebeba beseni la mboga mboga aliyeitwa mama Sabra alikuwa akizungumza na rafiki yake mkubwa wa mtaa huo aliyeitwa Bi Shadia.
Bi Shadia alikuwa ni mmoja wa wafanyabiashara wa vitafunwa aina ya vitumbua pia, eneo la stendi ya mabasi pale pale karibu na banda la Mama Zamda. Lakini kwa sasa Bi Shadia ameacha kabisa kuuza vitumbua katika eneo lile. Hii ni kutokana na kuwa alikuwa akikosa wateja kabisa, kwa sababu hata Mama Zamda naye alikuwa akiuza vitafunwa vya aina hiyo katika banda lake majira ya asubuhi. Hivyo Bi Shadia alikuwa akikosa wateja kabisa, hali iliyofanya biashara yake kuzorota, na akaamua kutembeza tu kwa miguu vitumbua vyake mbali kabisa na banda la Mama Zamda. Kwema Mama Sabra, haya vipi na wewe mboga mboga kichwani tangu lini? Alihoji Bi Shadia baada ya kumuona Mama Sabra na beseni la mboga kichwani kwake, na wakati hata yeye Mama Sabra alikuwa na banda la chakula maeneo yale yale ya stendi karibu na banda la Mama Zamda. Shoga yangu we acha tu. Pale unauza chakula, unaanzaje kuuza? Unauzaje chakula pale? Aliongea Mama Sabra na kumfanya Bi Shadia atue vitumbua vyake chini, na Mama Sabra aliweza naye kutua beseni lake la mboga mboga. Hivyo wakajikuta wanakaa chini watu hawa na wanaanzisha story. Shoga, mpaka nimeamua kujikita na mboga mboga, kiukweli Mama Zamda simwezi. Yule mama sijui kama chakula chake anapika hivi hivi, haki ya Mungu sina imani kabisa. Alikuwa akiongea Mama Sabra na kuweza kumpatia nafasi Bi Shadia naye aweze kuzungumza kutokana na misala ambayo wamekutana nayo. Alula. Alicheka kipashkuna Mama Sabra kisha akaendelea. Hebu subiri kidogo shoga yangu. Aliongea hivyo Mama Sabra akimsubirisha Bi Shadia asiongee kitu. Hii ni baada ya kumuona Mama Zamda akija upande wa walipokuwepo. Alikuwa anatembea kwa kasi sana Mama Zamda, na alikuwa hacheki kabisa na mtu yoyote. Alikuwa kanuna kabisa, na alipofika karibu na Mama Sabra pamoja na Bi Shadia, aliwapita wawili hao bila hata kuwasalimia. Makubwa haya, alijisemea Bi Shadia baada ya Mama Zamda kupita katika eneo hilo kwa kasi sana, na hapo Mama Sabra akaongeza neno. Sijui wateja wanampendea nini huyu mama mwenye sura kaukuta wa jikoni. Mimi ananiuzi. Aliongea hivyo Mama Sabra na kumfanya Bi Shadia acheke kidogo. Nikauze vitumbua vyangu mie shosti, tutaonana kwenye upatu jioni. Aliongea hivyo Bi Shadia kisha wakaagana wawili hawa, kila mtu akaweza kuendelea na shughuli zake. Bado Mama Zamda alikuwa katika safari yake hiyo, lakini kiukweli haikuwa safari rasmi sana. Ndiyo, Mama Zamda alionekana akipita kwenye baadhi ya nyumba za watu majira hayo ya asubuhi, na kila alipopita mama huyu alikuwa anapita huku anatema mate hovyo. Hakuna mtu aliyeweza kustukia hilo, kwani wakati mwingine kutema mate ni hali ya kawaida kwa binadamu, lakini mama huyu alikuwa anafanya kitendo hichi si katika dhumuni la kawaida, bali alikuwa na kusudi lake maalumu kabisa. Basi mama huyu aliendelea kufanya vitendo hivyo katika kila nyumba aliyokuwa anapita, na hapo alijikuta anafika katika nyumba moja iliyokuwa mbali kidogo na maeneo ya karibu ya mitaa hiyo. Kisha akaitizama nyumba hiyo, alafu akajisemea kimoyomoyo, hamuji kula hivi hivi, ninyi munaitwa. Aliongea hivyo kisha akatema mate katika eneo hilo, lakini alipoinua kichwa chake alikutana uso kwa uso na Baba Haruna, yule ambaye alipigana na Gideoni pale pale kibandani kwake. Mama Zamda kwema? Alioji Baba Haruna, na Mama Zamda akaachia tabasamu la chini chini la kinafiki hivi. Kumbe unaishi hapa Baba Haruna. Vipi hali yako? Maana nyie nanyi kidogo tu mnagombana mpaka mkaumizana. Aliongea Mama Zamda huku akijichekesha chekesha hivyo, na hapo Baba Haruna akaendelea. Mpuuzi yule Gideoni. Yaani yeye anacheka cheka tu bila sababu za msingi, na usikute yeye ndo alikuwa amekula chakula changu. Wangeacha nimtie adabu. Aliongea hivyo Baba Haruna, na wala hakuweza kuhisi chochote kutoka kwa Mama Zamda,
wala hakutaka kujaji sana kuhusiana na swala la kumwona mama Zamda kutema mate katika eneo hilo. Alichokulia ni hali ya kawaida na akawa anaendeleza tu mazungumzo. Basi alipoongea hivyo mama Zamda alicheka tu kabla ya kuruhusu baba Haruna kuweza kuendelea. Mbona huko asubuhi yote hii wakati mimi ndo nilikuwa nataka nije kula huko? Aliongea baba Haruna na mama Zamda akajibu, we nenda tu baba Haruna, mimi naenda hapo mara moja, nitarudi muda sio mrefu na nitawahi maana nitachukua pikipiki. Aliongea mama huyo na baba Haruna akajibu, basi ngoja mimi nitangulie taratibu, kama wewe unaenda safari nyingine, naamini tutakutana huko huko. Aliongea baba Haruna na hapo hapo safari ya kuelekea mgahawani kwa mama Zamda ilianza. Mume wangu, usiende kwa mama Zamda kula tena. Ebu nisikilize basi, na kuomba jamani. Upande wa pili nyumbani kwa baba Yusra kulikuwa na marumbano kama kawaida, ambapo mama Yusra alikuwa anamzuia mumewe asiende tena kula pale kwa mama Zamda. Ndiyo, alikuwa anamzuia hivyo mama Yusra ni kutokana na kile ambacho alikuwa ameweza kukiona nyakati zile za usiku. Kilimtisha sana na alikuwa anamuonea huruma sana mume wake. Mke wangu mama Yusra, mimi siendi tena pale, mbona nishakuelewa kabisa mke wangu, naenda tu na safari nyingine. Alizungumza hivyo baba Yusra, maneno yaliyojaa uongo ndani yake, na akiwa hapo punde simu yake ikaingia ujumbe wa meseji, na alipoifungua ilikuwa ni meseji kutoka kwa Rajabu. Vipi leo mapema tu baba Yusra, ukichelewa hata ukoko haupati. Basi baba Yusra aliusoma ujumbe huo kwa siri sana, utafikiri katumiwa meseji ya mapenzi na mchepuko. Na hapo mama Yusra alipoona baba huyo anausoma ujumbe huo kwa kujificha, aliweza kuhoji, mbona unaficha simu, nani huyo? Alioji mama Yusra, lakini baba Yusra aliongopa tena. Ni Rajabu huyo, anasema nikachukua hela yangu ninayomdai. Alijibu hivyo, lakini mama Yusra akazungumza tena. Nipe nione hiyo meseji. Aliongea hivyo, lakini cha ajabu baba Yusra alianza kuwa mkali ghafla. Mke wangu, huo sasa ni wivu wa kijinga. Yaani Rajabu anitumie meseji kweli, alafu unadhani kweli mimi naenda kwa mchepuko? Au unadhani mimi naenda huko? Aliongea kwa kujitetea baba Yusra, na hapo mama Yusra akajibu, kwa kipindi hiki mume wangu, bora hata mchepuko kuliko nisikie umeenda kula kwa yule mama. Mume wangu, yule mama ni mchawi. Aliongea kwa uchungu sana mama Yusra, na hapo baba Yusra akajibu, we mke wangu, sasa hapo unakosea kabisa. Yule mama ni mtafutaji tu. Yule mama na uchawi wapi na wapi jamani? Mbona unapenda kuwapakazia watu ubaya mke wangu? Mama Zamda mtaratibu mno. Leo unamuita mchawi kweli mke wangu? Umefika huko kuanza kusikizia watu uchawi. Hiyo ni dhambi kubwa sana mama Yusra. Usiwe hivyo mke wangu, huo ni wivu wa kipumbavu. Alikuwa akiongea hivyo baba Yusra, lakini kabla mke wake hajataka kuzungumza alichokiona nyakati zile za usiku, baba Yusra aliweza kumkatisha mke wake. Mume wangu, mimi nimeona. Kelele mama Yusra! Aliongea hivyo baba Yusra, kisha akatoka zake na kuondoka zake, huku akimwacha mkewe katika hali hiyo ya sintofahamu. Baba Yusra aliweza kutoka nyumbani kwake, kisha akashika njia kuelekea kwa rafiki yake Rajabu pamoja na Gideoni, huku hao watatu wakiwa na ratiba za kuwahi chakula kwa mama Zamda nyakati hizo za asubuhi. Basi ndiyo hivyo, alitoka baba Yusra, alitoka kisha akashika njia kuelekea kwa rafiki yake Rajabu pamoja na Gideoni, huku watatu hao wakiwa na ratiba za kuwahi chakula kwa mama Zamda majira hayo ya asubuhi. Basi akiwa njiani baba Yusra ghafla alikutana na mama Zamda. We mama Zamda, alioji baba Yusra, na mama Zamda akawa anajichekesha chekesha, kisha akatema mate katika eneo hilo ambapo kulikuwa na nyumba pia. Mama Zamda, leo hujafungua? Alioji hivyo baba Yusra bila kujua kitendo cha mama Zamda kutema mate sio bahati mbaya. Hiyo ni moja ya uchawi anaotumia katika kuvutia wateja kishirikina.
Nimefungua mbona? Aliongea hivyo mama Zamda na baba Yusra akaendelea na mazungumzo. Sasa umefungua na huko wateja atawahudumia nani kule, na wakati wewe hata msaidizi wa kazi hauna mama Zamda? Aliongea baba Yusra, lakini mama Zamda hakujibu kitu, na wote walikuwa wanaelekea mgahawani kwa mama huyo, kwa sababu mama Zamda anaonekana alikuwa ameweza kufanya tukio hilo katika nyumba nyingi sana kwa wakati huo, na alikuwa ameamua kurudi tu mgahawani kwake. Hivi mama Zamda, unapikaje chakula kitamu vile? Hivi unaweka nini mule? Wakiwa njiani kuelekea mgahawani kwa mama huyo, baba Yusra alikuwa anamuoji mama Zamda maswali kadha wa kadha, na alipomuuliza swali hilo, mama Zamda aliweza kumjibu. Kuna ladha huwezi kuipata kwenye viungo vya kawaida. Alijibu hivyo mama Zamda, lakini baba Yusra hakuelewa kabisa kauli hiyo, ikabidi aulize tena. Unamaanisha nini mama Zamda? Alioji baba Yusra, na hapo mama Zamda akajibu, chakula kizuri lazima kiwe na akili ya ziada. Aliongea tena hivyo mama Zamda, alafu akasimama njiani ghafla na kuweza kumwambia kitu baba Yusra. Ndiyo, alisimama ghafla njiani mama Zamda, jambo ambalo lilimstua kidogo baba Yusra, na hapo mama Zamda akaweza kumwambia kitu baba huyo. Baba Yusra, we tangulia tu, kuna mtu nataka niongee naye hapa. Aliongea hivyo mama Zamda, kisha akaendelea kusimama tu hapo hapo katika barabara hiyo kubwa, akimtizama baba Yusra ambaye alikuwa mbele yake kwa wakati huo. Kumbe ndio maana umesimama ghafla. Haya sawa mama Zamda, wewe endelea kumsubiri. Mimi ngoja niwahi kule mgahawani. Usichelewe sasa, sio nafika tena kule naanza kukusubiri muda mrefu. Aliongea baba Yusra, kisha akapiga hatua kama 5 hivi baba huyo, alafu akageuka nyuma kutaka kumwambia jambo lingine mama Zamda, lakini alipogeuka alistuka kidogo. Alafu ukija nibebe na naniliu. Aliishia tu hivyo baba Yusra. Hii ni baada ya kugeuka na kutokumuona mama Zamda tena katika eneo lile la barabara. Alikuwa ameweza kushindwa hata aseme nini. Alikuwa akijisemea tu mwenyewe. Hii ni baada ya kushangaa kwa muda mrefu sana, lakini baada ya muda aliweza kupuuzia. Alihisi labda mama Zamda atakuwa amepita katika njia za mkato ambazo anazitambua yeye mwenyewe. Kule napo baba Haruna alikuwa amekwisha wasili katika mgahawa wa mama Zamda, lakini alipofika kuna jambo lilimshangaza kidogo. Ndiyo, alifika alimkuta tayari mama Zamda ameshafika mgahawani kwake muda mrefu sana, na wakati alikuwa amemwacha mama Zamda anaelekea na safari zingine kabisa. Lakini kwa kuwa mama Zamda alisema atapanda pikipiki, alijua pengine mama huyo atakuwa amefanya hivyo, ndio maana amefika haraka kabla ya kwake yeye. Mama Zamda, kumbe umeshafika, aliongea baba Haruna akimwambia mama Zamda, lakini kuna mteja akajibu. Leo hajatoka kabisa tangu afungue, tupo naye hapa hapa na wala hajatoka kabisa. Leo katufurahisha sana, amefungua mapema na ametulia hapa hapa, aliongea mteja huyo, na akafanya baba Haruna aweze kumjibu. Hapana, alitoka, nilikutana naye kule hivi akaniambia atarudi na pikipiki, aliongea hivyo baba Haruna. Lakini baadhi ya wateja waliweza kuingilia mazungumzo hayo. Hajatoka huyo leo, yani anafungua asubuhi, sisi tuko hapa hapa, waliongea wateja hao. Na hapo ikabidi baba Haruna amuulize swali hilo mama Zamda, lakini kabla hajafanya hivyo, punde baba Yusra naye anafika katika eneo hilo. We mama Zamda, si nimekuacha pale barabarani, ulisema sijui unasubiri mtu unataka uzungumze naye, mara umeshafika, aliongea hivyo baba Yusra. Na hapo baba Haruna akazidi kupata nguvu ya kile ambacho alikuwa anakizungumza awali. Si ndo hapo, hata mimi nashangaa, kumbe hata wewe ulikutana naye njiani Kiukweli lilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Wakati baba Haruna na baba Yusra wanasema kwamba wamemuona mama Zamda njiani, lakini wateja waliowahi katika eneo hilo wanasema mama huyo hajatoka hata kidogo.
Basi wakiwa katika malumbano hayo wakitaka kujua kipi ni kipi, hapo Mama Zamda aliweza kuingilia mazungumzo hayo. Hebu nyie wawili, Baba Haruna na Baba Yusra, hebu njooni mchukue chakula cha bure leo, maana naona mnapiga tu kelele hapo. Aliongea hivyo Mama Zamda na kuwafanya mababa hao wasahau kabisa kama walikuwa wanataka kuuliza maswali mengine kabisa nje na chakula walichoitiwa. Basi walisogea hadi hapo alipo Mama Zamda ili awape iko chakula cha bure kama alivyowaahidi, lakini cha ajabu Mama Zamda aliweza kuinua mwiko mdogo kabisa, kisha akaukamata mwiko huo na akawapiga kichwani wote wawili kwa wakati mmoja. Yaani aliweza kufanya kitendo hiko kwa haraka sana, na hakufanya hivyo bahati mbaya, japo aliwapiga kwa siri sana, hata wateja wengine hawakuweza kuona, lakini kitendo hiko kilikuwa kina makusudi maalumu sana kwa Mama Zamda. Kitendo cha kuwapiga kichwani tu wawili hao, Baba Yusra na Baba Haruna, basi wakajikuta wamesahau kila kitu walichotaka kuuliza na wakajikuta wanacheka tu, kisha wakapewa chakula hiko kama alivyoahidi na wakaweza kurudi kuketi na kuanzisha mada nyingine kabisa. Basi muda huo wa asubuhi, Rajabu na Gideoni na wao waliweza kufika kupata chakula katika eneo hilo, huku Gideoni na Baba Haruna walikuwa wanatizamana vibaya sana kwa sababu bado walikuwa na visazi vyao. Lakini upande wa Mama Yusra kule nyumbani ambapo alipokuwepo, hakukubali kabisa kuona mumewe anazidi kupotea. Basi majira hayo ya asubuhi, alitoka akapanda zake gari na kwenda anapopajua yeye. Ndo nimeshuka hapa sasa hivi. Kushoto Haya sawa, nafika sasa hivi, aliongea Mama Yusra na kuanza kuifata barabara moja hivi iliyoingia kushoto. Hii ni baada ya kutembea kwa muda mrefu kidogo kabla ya kuweza kufika katika nyumba moja ambayo ilikuwa ni nyumba iliyotengenezwa kwa tofali za kuchoma, na nyumba hii ilikuwa imewezekwa kwa nyasi upande wa juu. Nje palionekana kuna mafiga ambayo yalikuwa yanatumika mara kwa mara katika eneo hilo, na katika eneo hilo kulikuwa kumezungukwa na mapoli mengi hivi. Hodi. Alibisha hodi Mama Yusra baada ya kufika katika nyumba hiyo, na punde ilisikika sauti ya kiume ikitokea ndani ya nyumba hiyo ikimkaribisha. Karibu sana mama, karibu. Alikuwa ni mzee mmoja hivi wa makamo, aliyekuwa na mvi nyingi kichwani kwake na alionekana mwenye kutabasamu muda wote mzee huyu. Karibu sana Mama Yusra. Ni miezi kama 6 hivi hatujawasiliana kabisa yani mpaka umepasahau kabisa huku, aliongea mzee huyo huku akimkaribisha Mama Yusra kwenye kigoda cha miguu mitatu katika nyumba hiyo. Asante sana mzee Nyampange. Asante sana mzee wangu, aliitikia hivyo Mama Yusra, kisha mazungumzo yakaendelea. Yaani mzee Nyampange, mpaka nimekutafuta tena, basi kuna vitu haviko sawa kabisa. Kama uliweza kunisaidia kesi yangu ya shamba, naamini hata kesi hii nyepesi tu. Alikuwa akiongea hivyo Mama Yusra na kumfanya mzee Nyampange acheke kidogo. Anayeweza kuzifanya kesi kuwa nyepesi ni Mungu peke yake. Sisi wengine tunajaribu tu kwa sehemu ya uganga wetu. Lakini haina shida. Nipe mkono wako. Mzee Nyampange aliongea hivyo akimtaka Mama Yusra ampatie mkono wake, na hapa ndo tunapata kutambua kumbe mzee Nyampange ni mganga wa jadi. Basi alivyoongea hivyo, hapo Mama Yusra akampatia mkono wake mzee Nyampange kama alivyomtaka afanye. Na mzee huyo aliushika mkono wa mwanamama huyo mithili ya watu wanaosalimiana hivi. Ni kama aliweza kushika mkono huo kwa dakika kadhaa huku akiwa anasikilizia vitu fulani kwa muda, alafu akaweza kuachia mkono wa mwanamama huyo. Okay, sawa, haina shida. Kuna dawa nitakupatia hapa. Hii dawa ikifika usiku, naomba hii dawa ujipake mikononi mwako. Kisha nenda moja kwa moja mpaka katika banda la Mama Zamda. Ukifika katika banda lile, lishike. Ukisha lishika banda hilo, usifanye kitu kingine chochote.
rudi nyumbani kwako pasipo kugeuka nyuma, alafu tulia. Hii dawa inatoa matokeo ndani ya siku 3, haizidi hapo, ila mara nyingi ni siku 2 tu matokeo yanakuwa yameshaonekana na ukweli wote utajulikana. Aliongea hivyo mzee Nyampange na wala hakuhitaji maelezo yoyote kutoka kwa mama Yusra. Kitendo cha kumshika mkono tu mwana mama huyo aliweza kutambua ni nini kinamsibu mama Yusra. Asante sana mzee Nyampange, hujawahi kuniangusha. Aliongea hivyo mama Yusra na kuweza kuingia katika mkoba wake na kutoa kiasi kidogo cha fedha ili ampatie mzee huyo, lakini mzee huyo aliweza kumzuia mama Yusra na kumwambia, hapana mama Yusra, rudi na zawadi baada ya matokeo. Aliongea hivyo mzee huyo na hapo akazungumza mawili matatu kabla mama Yusra ajaaga na kuamua kuondoka zake. Basi usiku wa siku hiyo mama Yusra hakulala kabisa, alisubiri mumewe aliporudi tu, na yeye akatafuta muda. Usiku huo huo aliweza kutoka zake na kuelekea katika banda la mama Zamda, huku akiwa na ile dawa aliyopewa na mzee Nyampange ili kwenda kukamilisha masharti aliyopewa na mzee huyo. Basi alifika hadi katika banda la mama Zamda, kisha akalisogelea banda hilo japo alikuwa na hofu sana kwa wakati huo. Ndio, alilikaribia banda hilo na banda hilo lilikuwa liko kimya sana kwa wakati huo. Alafu alichofanya mama Yusra akalishika kidogo tu banda hilo. Hii ni baada ya kupaka dawa hiyo aliyotakiwa aipake. Alafu alipomaliza kulishika banda hilo, alaka aliweza kuondoka katika eneo hilo pasipo kugeuka nyuma. Alitembea mama Yusra hadi akafika nyumbani kwake na kuingia zake ndani. Yaani aliingia kulala kama hakijatokea kitu kabisa hadi jua lilipoanza kuchomoza majira ya asubuhi. Umeamkaje mume wangu? Ilikuwa tayari ni majira ya asubuhi na wa kwanza kuamka alikuwa ni mama Yusra, ambapo alimwandalia mumewe maji ya kuoga, kisha akaja kumwamsha na kuanzisha mazungumzo naye. Salama tu mke wangu, vipi maji tayari umeshaniwekea? Maana leo nina haraka kweli kweli, sidhani kama nitakunywa hata chai. Aliongea hivyo na mama Yusra akajibu, Eti uzani kama utakunywa hata chai? Hivi kwani unakunywaga chai wewe baba Zamda? Alafu mama Yusra, mtindo wa kuniita baba Zamda sipendi, tutagombana unajua mama Yusra wewe. Aliongea baba Yusra na mama Yusra akajibu tena, kwani uongo baba Zamda? Vaa nguo zako uende ukale kwa mkeo. Aliendelea na utani huo mama Yusra, utani wenye ukweli na makavu ndani yake, lakini baba Yusra alikasirika sana, hakutaka hata kuoga, akavaa nguo zake na akaamua kuondoka zake. Yaani we mwanamke kila siku asubuhi utafikiri hatuna mada za kuongea. Mama Zamda, nimechoka mimi. Aliongea hivyo baba Yusra na kumfanya mama Yusra naye amuulize mumewe, kondo umesusa hata kuoga mume wangu? Aliuliza hivyo mama Yusra, ila baba Yusra hakujibu kitu zaidi ya kuondoka zake tu katika eneo hilo la nyumba yake. Basi akiwa njiani baba Yusra aliweza kuzungumza na simu na marafiki zake. Gideoni, vipi mshatoka na Rajabu hapo? Ndiyo, alikuwa njiani baba Yusra, alikuwa akizungumza na rafiki zake hao wakiwa na utaratibu wao ule ule wa kwenda kula kwa mama Zamda majira hayo ya asubuhi. Siye mapema tu, tena leo tupo huku kuna foleni, itabidi wahi sana. Aliongea Rajabu na kumfanya baba Yusra akodi pikipiki haraka sana hadi kwa mama Zamda asubuhi hiyo, lakini tayari watu walikuwa wameshajazana kama wote katika eneo la mgahawa huo. Basi alifika baba Yusra na yeye akaagiza chakula siku hiyo, japo alichelewa kuletewa, lakini aliweza kupata chakula siku hiyo, na stori za hapa na pale zikawa zinazidi kupigwa ili kunogesha na msosi huo wa mama Zamda. Basi watu wakiwa katikati ya chakula, kuna mmoja kati ya wateja alizungumza jambo. Hivi baba Haruna, hiki ninachokiona ni macho yangu au naota?
Ndiyo, watu wakiwa katikati ya kupiga msosi, ilisikika sauti ya Rajabu akimuuliza baba Haruna. Hii ni baada ya kuona kitu ndani ya bakuli la supu, na hapo wakaanza kukagua kitu hiko vizuri sana. Hiki si kichwa cha paka hiki jamani? Alioji hivyo baba Haruna asiamini anachokiona kwenye bakuli la Rajabu. Lakini wakiwa hapo, kuna mteja mwingine naye alikuwa nje baada ya kukosa nafasi ndani ya mgahawa huo, lakini na yeye alisikika akiongea kutokea nje. Jamani, tumeanza lini kulishana mijusi? Tumeanza lini kulishana mijusi jamani? Aliongea mteja huyo. Ikabidi hapo wateja wengine nao waanze kukagua bakuli zao za supu. Astaghfirullahalazim. Jamani, si vyula hawa? Alisikika mwingine akiongea, na hapo watu wakaanza kuleta zogo sasa. Hii haikubariki kabisa. Huwezi kunilisha miguu ya paka mimi na jumba la konokono. Hii haikubariki. Mama Zamda, kwa nini Mama Zamda? Usituletee upuuzi. Mama Zamda. Zogo lilikuwa kubwa, lakini upande wa baba Yusra, yeye alikuwa akitizama bakuli lake, na hapo akajikuta akiongea kwa uchungu sana. Mama Zamda, usiniletee ujinga, huwezi kunilisha kinyesi cha ng'ombe mimi. Hii ilikuwa ni sauti ya baba Yusra ambaye aliinuka na kuanza kumfata mama Zamda, na hapo watu wakaanza kuinuka huku wakiwa na nia ya kumpiga kabisa mama huyo. Huyu mama kumbe mshenzi jamani, huu si ushirikina huu ushirikina wa kiwango cha flyover kabisa. Alisikika baba mmoja akizungumza hivyo kwa uchungu sana, na hapo zogo likazidi kuwa kubwa. Watu wakazidi kujaa katika eneo hilo. Kila mtu alikuwa akiongea lake. Haiwezekani unilishe kinyesi cha ng'ombe, mpumbavu kabisa. Miezi mitatu nakula hapa, kumbe nakula vitu vya ajabu. Alizidi kuongea kwa uchungu baba Yusra, na hapo watu wakazidi kuongezeka zaidi na zaidi, huku wengine wakianza kutafuta silaha za jadi ili waweze kumtokomeza kabisa mama huyo. Basi mama Zamda alipoona mambo yanazidi kuwa mengi, alijifungia kwenye chumba chake kidogo ambacho ni kama jiko hivi, ambacho kipo ndani ya mgahawa huo, na mara zote chumba hicho anakitumia kupika na kuandaa chakula chake hiko. Lakini watu waliweza kukivunja kijijumba hiko na akaweza kuingia mpaka humo ndani, lakini walipoingia walistaajabu kidogo. Hayupo humu, ameenda wapi huyu mpuuzi? Aliongea mtu mmoja kati ya hao, kisha mwingine akadakia. Yaani sijui kapitia wapi huyu mama mshenzi, itakuwa mshirikina huyu, mpumbavu kabisa, hebu mtafute huko. Kiukweli wananchi walikuwa wamekasirika sana, na hapo walichofanya ni kuamua kuchoma moto kabisa banda hilo, na baba Yusra, Gideoni pamoja na Rajabu walitoka wakiwa wanalalamika sana. Ndiyo, walitoka wakiwa wanalalamika, lakini walipofika nje ambapo bado watu walikuwa wengi sana, baba Yusra akakutana uso kwa uso na mke wake mama Yusra. Mke wangu, yani kumbe huyu mama ni mshenzi sana. Mke wangu, I say, huyu mama wakunilisha mimi kinyesi cha ng'ombe. Aliongea baba Yusra kwa uchungu sana na kumfanya mama Yusra acheke kidogo. Pole mume wangu, haya twende nyumbani. Aliongea hivyo mama Yusra, na hapo baba Yusra akajibu, sasa unacheka? Unacheka nini? Unafurahi mimi kulishwa kinyesi cha ng'ombe? Aliendelea kuongea baba Yusra, na mama Yusra alikuwa anamsikiliza tu mumewe anavyolalamika. Lakini mke wangu ulikuwa unasema lakini, ila sasa hivi nitakuwa nakusikiliza mke wangu, nimeaibika mimi Mungu wangu. Aliendelea kujiraumu baba Yusra, na hatimaye siku hiyo iliisha hivyo. Kibanda cha mama Zamda kilichomwa moto na raia hao wenye hasira kali, na mama Zamda hakuwahi kuonekana tena stendi hapo, na hatimaye hata Bi Shadia akarudisha biashara yake ya vitumbua, na pia mama Sabra akaacha kuuza mboga mboga, akarudisha tena banda lake la biashara katika eneo hilo, na biashara zikarejea kama kawaida. Kila mtu akawa anapata riziki yake kwa ufanisi wake. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii fupi inayokwenda kwa jina la Mama Lishe Mchawi. Muda wote ulikuwa na mimi Amani Leonard, na mwisho wa simulizi hii
ndio mwanzo wa simulizi nyingine. Tuonane katika simulizi nyingine. Asanteni na kwaherini. Ciao.